tuna watu wanahamasisha na kupanga kufanya maandamano wanayoyaita ya amani yasiyokuwa na ukomo. Maandamano hayo ya amani yasiyokuwa na ukomo hayaonekani yanaombwa na nani, kwa utaratibu gani. Hali ya taharuki imetanda nchini Tanzania ikikabili siku ya kusherehekea miaka 64 ya uhuru wa Tanganyika kesho Disemba 9, huku serikali ikitoa wito wa dharura kwa wananchi kusalia majumbani isipokuwa kwa dharura. Ndugu wananchi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, anapenda kuwatakia wananchi wote heri ya sikukuu ya uhuru wa Tanzania bara inayoadhimishwa kila mwaka tarehe 9 Disemba. Kauli hiyo ya serikali iliyotolewa na Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba imekuja kufuatia wito unaosambaa kwenye mitandao ya kijamii wa maandamano ya kitaifa na pia kwa kulinda amani baada ya vurugu zilizosababisha vifo na kukamatwa kwa mamia ya watu baada ya uchaguzi wa Oktoba 29. Serikali inawashauri wananchi wote ambao tarehe 9 Disemba 2025 hawatakuwa na dharura kuitumia siku hiyo kwa mapumziko, hivyo kusherehekea siku hiyo wakiwa nyumbani. Hali hii imeibua mawazo ya wasomi na wachambuzi wa kisiasa kwamba Rais wa Tanzania anaweza kuwa na hofu ya kuendelea kwa maandamano kumpelekea kukabiliwa na misukumo ya kisiasa au hata kuingizwa katika hali tete ya kutuliza machafuko. Waziri Mkuu Nchemba ametoa onyo kali akisisitiza kuwa umuhimu wa siku ya kihistoria hiyo utawekwa pembeni kwa dharura ya kuzuia vurugu. Hatua hiyo imefika wakati serikali tayari imesitisha sherehe zote za kitaifa za mwaka huu. Waziri wa mambo ya ndani George Simbachawene ameikana kabisa kuwa yale yanayopangwa ni maandamano. Akizungumza kwa ujasiri, aliita hatua hiyo mapinduzi badala ya maandamano. Tarehe 3 jeshi la polisi lilitoa taarifa ya tishio jingine ambalo linahamasishwa kwenye mitandao na wanaharakati mbalimbali na watu mbalimbali wasioitakia mema nchi yetu. Wameendelea kuhamasisha na kusema tarehe 9 ya mwezi huu wa 12, yani kesho, tuna watu wanahamasisha na kupanga kufanya maandamano wanayoyaita ya amani yasiyokuwa na ukomo. Maandamano hayo ya amani yasiyokuwa na ukomo hayaonekani yanaombwa na nani, kwa utaratibu gani, kama yakiwa hayo ni maandamano yasiyo na ukomo. Maandamano ambayo ni makubwa kuliko yale ambayo watu walichoma mali za watu, walichoma vituo vya mafuta, walichoma majengo ya serikali, wamechoma vituo vya polisi, yale yaliyosababisha watu wakafa. Sasa hayo tunayoambiwa ni makubwa zaidi ya hayo. Sasa hayo sio maandamano, kwanza kwa sababu hayana kibali. Kwa hiyo amewasisitiza wananchi usiku wa Disemba 9 kukaa nyumbani na wasishawishike kwa namna yoyote hata kuchungulia au kujitokeza. Kwa hiyo waombe sana wananchi wasithubutu kujitokeza kwa sababu maandamano haya ni haramu. Maana kuna wakati mwingine wengine wanajitokeza bila hata kujua pengine anachokimbilia ni kitu gani na kujikuta amejiingiza kwenye kitu asichokifahamu. Kwa hiyo mjizuie kuhamasisha kwenye mitandao, mjizuie pia kushiriki kwa namna yoyote ile. Jeshi la polisi limepiga marufuku kabisa maandamano yoyote yaliyopangwa kufanyika kesho, huku serikali ikisisitiza kuwa inachukua hatua zote za kuhakikisha utulivu. Jeshi la polisi linawahakikishia wananchi wote wapenda amani kuwa litaendelea kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama kulinda maslahi ya taifa, maisha ya watu na mali zao, na litahakikisha amani, utulivu na usalama unaendelea kuimarika nchini. Wananchi wameonekana wakinunua chakula, maji na bidhaa muhimu za nyumbani kwa wingi, wakiandaa akiba ya siku kadhaa. Tufahamu kwamba sasa watu wanaogopa hata kuleta chakula Dar es Salaam. Hali si nzuri hata hapa Dar es Salaam, hasa kwenye miji mikubwa, kwa sababu aina ya maandamano yale
yalikuwa ni kama kwa kweli si jambo ambalo lilitegemea. Hivyo basi, siku ya kusherekea uhuru wa taifa inakabiliwa na hali ya wasiwasi na ukame wa sherehe. Serikali inaamini kuwa kuzuia watu kutoka nje ni njia salama ya kuepusha ghasia, huku wananchi wengi wakichagua kujikuta ndani kwa ajili ya usalama wao. Hali hii inaonyesha ukomo wa mamlaka ya serikali kudumisha amani, lakini pia inaangazia kwa kina mgogoro wa kisiasa unaozidi kuziba njia za mazungumzo na kushawishi wananchi kujiandaa kwa hali mbaya zaidi. Rehab Mora, Sauti TV.